Jina langu ni Dr. Rahma Hingora, mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma, Wizara ya Afya. Kila mzazi anatamani kumuona mtoto wake akikua, akijifunza na kutimiza ndoto zake. Afya ya macho ni sehemu muhimu ya safari hiyo. Kuanzia tarehe 10 hadi 16 Mei 2026, Tanzania inaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha wiki ya kuongeza uelewa kuhusu saratani ya macho kwa watoto, yaani retinoblastoma. Lengo la maadhimisho haya ni kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu ugonjwa huu na kuhamasisha utambuzi wa mapema ili watoto wenye dalili wapate matibabu kwa wakati na kuokoa maisha yao. Retinoblastoma ni saratani ya macho inayowapata watoto wadogo, hasa kipindi cha kati ya kuzaliwa hadi kufikia umri wa miaka 5. Chanzo chake ni mabadiliko ya vinasaba vinavyotokea wakati wa ujauzito au kurithiwa kutoka kwa familia. Mara nyingi wazazi hugundua tatizo hili kwa kuchelewa, wakati tayari jicho au hata maisha ya mtoto yapo hatarini. Dalili za awali za retinoblastoma unazopaswa kuangalia ni pamoja na weupe kwenye mboni ya jicho, kung'aa kwa jicho gizani kama macho ya paka, mwanga mweupe kwenye jicho la mtoto hasa anapopiga picha, mtoto kuwa na kengeza au jicho kubadilika rangi na kuwa jekundu. Wakati mwingine mtoto anaweza kuonekana anaona kawaida, lakini ugonjwa tayari umeanza kuathiri jicho. Kadri ugonjwa unavyoendelea, dalili zinaweza kuwa kali zaidi, kama vile jicho kuvimba au kuwa kubwa kuliko kawaida, jicho kutoka nje, kupungua kwa uwezo wa kuona au hata kutoka vidonda kwenye jicho. Ni muhimu kwa wazazi na walezi kuwachunguza watoto wao mara kwa mara, hata kwa njia rahisi kama kuangalia macho yao kwenye mwanga au kupitia picha. Ukiona dalili yoyote isiyo ya kawaida, usisubiri. Kila dakika ya kuchelewa inaweza kuongeza hatari. Mpeleke mtoto wako kituo cha kutolea huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi na kwa wakati, ili kuokoa uwezo wake wa kuona na kuokoa maisha yake. Kumbuka, macho ya mtoto sio tu kwa ajili ya kuona, bali pia ni kwa mwanzo wa ndoto zake. Habari njema ni kwamba retinoblastoma ikigundulika mapema inaweza kutibika na mtoto akaendelea kuona na kujifunza na kuishi maisha yake yenye furaha. Kwa taarifa, elimu, maoni au msaada, piga simu bure kupitia 199 Ongea na Waziri. Tunasikiliza, tunajibu, tunatenda. Asante sana. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.